Na umezungumza vizuri sana. Moja kati ya vitu ambavyo vilikuwa vinatajwa pia kwa mtu kama Ousmane Dembele, karia yake pale FC Barcelona kutokuwa vizuri. Ilikuwa inatajwa kwamba moja kati ya vitu alikuwa anafanya ni ulaji mbaya, lakini pia alikuwa anachelewa sana kulala kwa sababu muda mwingi alikuwa anacheza game. Alikuwa kwenye PS2 hivi muda wote na nini. Kwa hiyo ikawa inafanya hapati muda mzuri wa kupumzika, na ikawa inampelekea pia akawa anaumia sana. Baada ya kujiunga na Paris Saint-Germain, moja kati ya vitu ambavyo vinatajwa kwa Ousmane Dembele ni pamoja na ile self discipline ambayo alikuwa nayo. Na watu wengi wakawa wanaamini kwamba pengine kwa sababu alioa na nini labda vilimfanya kuna baadhi ya vitu alipunguza kwenye maisha yake ya kawaida. Licha kwamba hivi majuzi tumemwona pia akiwa anaumia kwa mara nyingine, lakini alisustain kwa muda mrefu. Lakini tayari amepata Ballon d'Or. Na alipata kwa muda mrefu kiukweli. Na hata ya majeraha hatuwezi kusema kama labda tena amerejea kwenye yale mazingira aliyokuwa anaishi kwa sababu lifestyle imebadilika. Kwa hiyo pia hata huku kucheza nako unavyozungumza na kama mtu na muda mrefu na lala saa 10 asubuhi kwa sababu unacheza game na nini, sio afya kwa mchezaji. Ni ngumu kwenda kwenye mazoezi ukawahi kwenye mazoezi ukaenda concentrate 100%, ni ngumu. Lakini pia haikusaidii sana. Kwa hiyo mimi binafsi baada ya kusikia hii ikaanza kunifikirisha kwa kiwango kikubwa. Lakini Alex, wametaja wachezaji wawili ambao wana sifa ambazo naweza nikasema kwamba zinawatofautisha pengine na wachezaji wengine. Tunaweza kukubaliana kwamba labda pengine Pacome Zouzoua na Maxime Nzengeli ndio wachezaji kinara zaidi ndani ya klabu ya Young Africans. Yaani ukizungumza Young Africans wao ndio face ya klabu hivi sasa. Yeah, of course Pacome na Maxi ndio wachezaji ambao hata kwenye matokeo ndio wachezaji ambao wanaibeba sana Young Africans kuliko mchezaji mwingine yoyote. Kwenye ile timu, kwa wachezaji ambao wanacheza kwa eneo la kushambulia ndio wachezaji ambao wanabeba timu. Sasa hivi Yanga bila Pacome, yani huoni yani haieleweki. Manake ndio mchezaji ambaye unaona ana uwezo wa kufanya kitu, kulazimisha kitu kitokee. Maxi Nzengeli the same, ana uwezo wa kulazimisha kitu kitokee. Na hawa ndio wachezaji ambao pia wanazungumzwa kama mifano kwa wachezaji wenzao kwenye uwanja wa mazoezi, kwamba kwenye hard working unawakuta, kwenye leadership unawakuta, discipline unawakuta. Kwa hiyo ni watu fulani ambao wanajua nini ambacho wanakifanya ndani ya uwanja na nini ambacho wanakifanya kwenye uwanja wa mazoezi, na ndio maana unaona ambavyo wanavifanya. Sio tu sisi tunaviona, lakini hata ndani ya timu kumbe ndo ambao wanaonekana wanafanya kwa ubora wa hali ya juu kuliko sisi ambacho tunakiona uwanjani. Kwa hiyo ni wachezaji ambao kwa sasa ndo face za klabu ya Young Africans. Sasa issue ya kuwa sasa na muendelezo wa kuendelea kukeep ile face ya club wao kama face ya club itategemea na nini ambacho ataendelea kukifanya hapo mbele, kwa sababu inawezekana baadaye akaja mchezaji mwenye discipline zaidi akafanya bora zaidi kuliko wao, nao akabaki kuwa nyuma. Unaona kwa mfano Azizi alivyokuja alikuwa anazungumza sana kwenye vyombo vya habari kwenye msimu wa kwanza, lakini hakuwa anafanya bora uwanjani. Faisal ndio alikuwa anafanya bora sana. Faisal alivyoondoka, Azizi akapata nafasi ya kuingia kwenye kikosi cha kwanza mara kwa mara, ikamfanya sasa yeye kufanya bora zaidi. Mwisho wa siku mpaka anaondoka unamuona Azizi ni Yanga, alikuwa Yanga. Yani ukimuona unaona hii ni Yanga. Sasa hivi unaona ameondoka, kuna magepu unayaona, yani kutokuepuka kuna magepu unayaona. Pacome anajitahidi sana kuyakava, lakini kuna muda unaona yeye mwenyewe hafiki kwenye kile kiwango ambacho Azizi alikuwa anakitoa ndani ya Young Africans. Kwa hiyo anapambana walau, lakini inawezekana wakaja watu wengine wakafanya bora zaidi, lakini kwa sasa hivi wakosi ambacho wanacho Pacome na Maxi Nzengeli ni watu ambao wana potential zaidi ndani ya Young Africans, na ni watu ambao pia wanatazamiwa kwenda kuibaba pia Young Africans kwenye mechi za hatua za makundi.